na mechi na Jumapili. Bado machungu anayo, bado hasira anazo, na hivyo anataka kuja kumaliza machungu yake kwetu. Ndio maana nawaambia ndugu zanguni, mechi hii hamjawahi kuiona tangu mmezaliwa wa Tanzania wote. Yani Mtanzania wa kwanza kuzaliwa, mnamjua? Mwenye simjui. Mtanzania wa kwanza kuzaliwa hajawahi kuiona hii mechi katika maisha yake, na Mtanzania wa mwisho kupatikana, mnamjua? Ama mjui? Mbona? Hamjawahi kuiona mechi ya namna hiyo kwa sababu hizi tatu ambazo nimewapa. Hasa kwa ugumu wa mechi hii, Mwana Simba wanapata wapi starehe ya kufurahia kombe la Muungano? Mwana Simba wanapata wapi starehe ya kujisahau? Mwana Simba wanapata wapi raha ya kuendelea kuburudika wakati tuna kazi kubwa ya kumzuia mtu? Na kumbuka, tumemfunga kwenye kombe la Muungano. Kwa muda mrefu hatujamfunga katika ligi kuu ya NBC. Ukiacha ule msumari wa moto wa Kibu Dennis na Henok Inonga Baka, hatujamfunga tena. Baada ya muda mrefu kupita, tunatakiwa tumfunge tena kwenye ligi kuu ya NBC, na kazi hiyo ni kazi ya Jumapili ya tarehe 3 insha Allah. Waandishi wa habari, msimu huu Simba tumedhamiria kurejesha heshima yetu, na tayari dalili imeanza kuziona. Dalili ya mvua ni mawingu, lakini sisi kwetu Simba Sports Club dalili ya mvua ni mvua yenyewe. Kilichotokea Zanzibar ni dhahiri shahidi ya kwamba mnyama tumedhamiria kurejesha heshima yetu. Sasa basi, nikiwa Arusha ama tukiwa Arusha kwenye mkutano wangu wa hadhara na mashabiki wa Simba mkoani Arusha, niliwaambia ya kwamba msimu huu tutagawana furaha. Yaani msimu huu Simba Sports hatuko tayari kumaliza patupu katika msimu huu wa mashindano. Msimu huu tunataka watakachokipata tutakipata, watakachokosa tutakipata. Huo ndo msimu huu ambao tumedhamiria, na wengi hawakuelewa nilimaanisha nini, lakini tayari kauli yangu imeshaanza kuishi na kufanya kazi. Tumeanzia Zanzibar, wao wamechukua Mapinduzi, sisi tumechukua Muungano. Kwa hiyo vita ya Zanzibar imemalizika kwa moja. Sasa tunarejea bara, tunabakisha NBC ligi kuu na shirikisho CRDB. Macho yetu yako hapa, either tuchukue zote mbili ama tuchukue moja na wao wapate moja. Hiyo ndiyo filosofia yetu msimu huu. Hatuko tayari kupoteza vyote, na kimsingi timu ya kutupa mataji yote mawili tunayo, au la, timu ya kutupa taji mojawapo kati ya hayo mawili tunayo. Na ndo maana tunasema ya kwamba msimu huu ni msimu either tupate furaha kamili ama tugawane furaha. Inawezekana kwa aina ya timu tuliyokuwa nayo. Msimu huu peke yake tumekutana mara 3 sisi na watani zetu. Ametufunga mara 1, tumemfunga mara 2. Ametufunga kwenye ngao ya hisani, tumemfunga mara 2. Kwenye ligi kuu mara 1 na kwenye kombe la Muungano mara 1. Kwenye ligi kuu mtanuliza mmeshinda wapi? Pale visiwani Zanzibar. Simba tumeshinda ule mchezo, tumeshinda goli 1-0, goli la Selemani Mwalimu. Mtu wa pembeni kabisa ndio alilikataa lile goli, na huyo mtu ameshushwa daraja, ameondolewa kwenye mipango yetu hiyo ya kimpira kwa kufanya uzembe wa makusudi wa kuidhulumu Simba Sports Club. Na taarifa ya bodi ya ligi iliweka wazi kwamba goli halali.
Maana yake ni kwamba Selemani Mwalimu alifunga goli halali, Simba Sports Club tumefunga goli halali. Tumekosa pointi 3 tu za kikanuni, lakini kiuhalisia sisi tumeshinda ule mchezo. Ndio maana nasema tumemfunga mara 2 msimu huu peke yake. Tunakwenda mara 3 kwenda kupambania ushindi siku hiyo. Lakini kila mwana Simba atia akilini hii, haitakuwa nyepesi, haitakuwa rahisi. Mechi ya juzi imetoa taswira halisi mechi ya kesho kutwa itakuwa ya aina gani. Mechi ya juzi ilikuwa ngumu, ilikuwa na pressure kubwa, ilikuwa nzito, ilikuwa na kila kitu kisichofurahisha. Na mechi ya kesho kutwa itakuwa na sampuli hiyo hiyo. Hivyo kila mwana Simba lazima ajiandae kwa mantiki hiyo. Na naeleza huu ugumu ili kila mwana Simba anayefanya cha kufanya akifanye kwa maximum level. Kama mtu anapiga goti Ijumaa hii, kama kuna mtu anasujudu Ijumaa hii kumuomba Mwenyezi Mungu atujalie ushindi Jumapili, basi asujudu kweli kweli, amuombe Mungu atujalie ushindi. Kesho Sabato, kama mtu ataingia kanisani kwa ajili ya kuomba, basi atakapopiga goti na kufumba macho akiomba, basi aombe kweli kweli. Jumapili mechi ni ngumu, na wale watakaoingia Jumapili, na mimi ni waombe mashehe wote watakaoswalisha Ijumaa leo, kwenye dua zao watuombee Simba Sports tushinde. Mashehe wa Simba wakina Sheikh Al-Hadi watuombee dua tushinde. Wachungaji, maaskofu wote watakaoendesha ibada Jumamosi na Jumapili, na wenyewe watuombee vile vile, nyama tupate ushindi. Tena dua nzito nzito kweli kweli, kwa sababu mechi ni ngumu kweli kweli. Ndugu zanguni, nisiwachoshe sana. Leo ni sikukuu ya wafanyakazi, na ninyi ni wafanyakazi, mnatakiwa mkapumzike hivi sasa. Niseme tu ya kwamba Simba Sports Club taifa kubwa, tuko tayari kwa ajili ya mchezo huu, na tuko tayari kwenda kuipambania nembo ya timu yetu ya Simba Sports Club. Tumedhalilika kwa muda mrefu, tumekuwa wanyonge kwa muda mrefu, tumekuwa wapole kwa muda mrefu, tumefungwa mdomo kwa muda mrefu. Kila ukitaka kufurukuta tumekufunga unanyamaza. Tulikuwa tunajitutumua kwa sababu sisi ni watu wabishi, lakini tunakosa power ile, tunakosa authority kwa sababu ya kufungwa mara nyingi. Sasa minyororo ile tunayo uwezo wa kuikata, na sisi kuwa huru kuweza kuipambania na kuizungumzia Simba yetu. Mwamba wa Lusaka Clatous Chota Chama ametuvua hiyo minyororo. Anicet Oura ametuvua hiyo minyororo ya unyonge. Libase Geye ametuvua minyororo ya unyonge. Nixon Kibabage ametuvua minyororo ya unyonge. Wameturejeshia confidence yetu wakina Kagoma, wakina Kapombe, wakina Mligo, na sasa tunaweza tukasimama kibabe tukazungumza kuhusiana na Simba yetu. Tunakwenda tarehe 3 kwenda kukamilisha shughuli hii, na tunaiweza. Ndugu zangu wana Simba, narudia tena, adui unayemweza mwenyewe, malizana naye mwenyewe. Usisubiri mpinzani wa nje aje ammalize adui yake. Ni kujichelewesha. Kwa ufupi, twende tukamaliza naye wenyewe siku ya tarehe 3 kuelekea katika mchezo wetu.